Huenda na wewe ni miongoni mwa wafugaji ambao wanajiuliza kati ya kuku chotara na broiler ni kuku gani wafuge kwa ajili ya nyama. Nimeshawahi kukutana na wafugaji ambao wanaamini hawa chotara ni broiler. Mfano mzuri, nimekutana na mfugaji ambaye anasema kwamba saso wale ni broiler, yani wale saso ni broiler. Sio kweli. Broiler ni tofauti na saso, japo kuna sehemu za matumizi wanakuwa wanakutana. Sasa nataka nikueleweshe vizuri kabla sija kushauri ni kuku wa aina gani umfuge kati ya broiler na chotara. Chotara kama neno lenyewe chotara lilivyo, hawa ni kuku ambao wana ukisasa na ukienyeji. Yani tunasema kwamba ni kuku kienyeji ambao wameboreshwa. Kwa hiyo ni kuku ambao wanakupa matokeo yote kama ambavyo kuku wa kienyeji wanatumika. Kuku wa kienyeji unaweza kumtumia kwa ajili ya nyama, lakini unaweza kumtumia kwa ajili ya mayai. Kwa hiyo yeye ameboresha kwamba huyu chotara unaweza ukamfuga kwa ajili ya kukupatia mayai na akakupa mayai vizuri kabisa, ambapo ilitakiwa mfuge layers. Layers wale ni kuku wa mayai pure kabisa. Unaweza kumfuga huyu chotara na akavumilia mazingira vizuri kabisa. Yani chotara anao uwezo wa kuishi kama kuku wa kienyeji. Lakini pia unaweza kumfuga kama kuku wa nyama na akakupa matokeo ambayo yanakaribiana kabisa na hawa broiler. Kwa hiyo ndio maana ya chotara. Lakini pia ni kuku ambao ukienda sehemu nyingine wanawaita kuku wa rangi. Maana ni kuku ambao wana mchanganyo wa rangi. Sasa humo ndani ndio kuna aina nyingi ya hawa chotara hawa. Unakuta kwamba kuna makampuni tofauti tofauti, kuna Saso, kuna Tanibro, kuna Malawi, kuna Croiler, au wote ni chotara ila tu kwa hiyo utakuwa umenielewa vizuri. Na broiler wenyewe ni kuku wa nyama, ni maalum kwa ajili ya nyama. Na kitu kingine ambacho wafugaji wengi pengine hawajui, broiler ukimwacha akiwa mkubwa anao uwezo mzuri kabisa wa kutaga, lakini namna ambavyo broiler ametengenezwa ni kwa ajili ya kukua ndani ya muda mfupi ili aweze kutumika kwa ajili ya nyama. Broiler unaweza kumfuga siku 28 na akaingia sokoni, akachinjwa, akauzwa vizuri kabisa. Kwa hiyo broiler ni kuku wa nyama, ni maalum kwa ajili ya nyama, japo hawa kuku pia huwa wanataga. Kwa mfano wale ambao wanazalisha hawa broiler, ujue wana parent stock, yani kuku wale wazazi na wenyewe ni broiler. Kwa hiyo broiler ukimwacha anakuwa vizuri kabisa. Na kuhusiana broiler kumfuga labda kienyeji, kumwachia nje, unaweza kuwa unajiuliza inawezekana kweli? Inawezekana vizuri kabisa, japo broiler anahitaji matunzo mazuri sana akiwa mdogo, lakini hawezi akawa sawa na broiler ambaye amewekwa ndani. Kwa hiyo broiler anahitaji umakini sana. Sasa nirudi hapa kwa wewe ambaye unafikiria ufuge hawa kuku kwa ajili ya nyama, au yani unataka ufuge kuku kwa ajili ya nyama, ufuge hawa chotara au ufuge broiler, ni kuku wepi watakufaa? Tukianza na chotara, kwanza sifa za chotara ni kwamba unapomwandaa chotara ukamuuza kwa ajili ya nyama, nikifananisha na broiler mwenyewe, chotara nyama yake kidogo huwa inakuwa nzuri ukilinganisha na ile nyama ya broiler mwenyewe. Nyama ya broiler ni nyeupe sana, tofauti kidogo na nyama ya chotara. Chotara nyama yake kidogo inakaribia kwenye kienyeji. Kwa hiyo ni faida mojawapo ambayo utaipata, itawavutia walaji wengi endapo utampeleka chotara sokoni. Kwa hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, ukimfuga chotara kwa ajili ya nyama, gharama za kumlea chotara zinakuwa ni ndogo ukilinganisha na gharama za broiler endapo utachanganya chakula. Na unaweza kuchanganyia chakula hawa kuku wakifikisha hadi siku ya 24. Siku ya 24 unamchanganyia chakula mpaka atakapofika siku ya 60 anakuwa anakula chakula ambacho kimechanganywa. Kwa hiyo ile itakupunguzia gharama. Na kitu kingine ni kwamba ulaji wa kuku chotara ni sio kama broiler. Broiler wanakula sana, lakini kuku chotara wanakula
wastani. Kwa hiyo ni faida nyingine. Faida nyingine ni kwamba ikitokea umeyumba kabisa afu na hawa kuku chotara labda kiasi sio wengi sana, unaweza ukawaachia, ukawafungulia wakawa na tembea mazingira ya nje, watakupunguzia tena zaidi bajeti. Hizo ndio baadhi ya faida ambazo unaweza ukazipata kwa chotara ukimfuga kwa ajili ya nyama. Hasara au changamoto utakazo kutana nazo ukimfuga chotara kwa ajili ya nyama. Moja, chotara anakaa muda mrefu ukifananisha na broiler. Broiler siku 28, uzito ambao unaopata ndani ya siku 28 ndio uzito ambao chotara ataupata siku ya 60. Umeona? Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa hapo kwamba kama unafuga hawa chotara kwa ajili ya nyama, inatakiwa muda pia uwe mvumilivu. Jambo jingine, kuna hichi kitu kimoja. Hawa kuku wakishakaa siku miezi miwili hii hapa, ni rahisi sana, ni risk sana kupata magonjwa. Hasa magonjwa ya mafua endapo hutakuwa makini. Chotara huwa wanaumwa magonjwa haya ya mafua kama utashindwa kuwapa tiba sahihi na chanjo sahihi. Wanaweza wakakuletea shida, ukashindwa kuwauza ukifikisha hii siku. Tofauti na broiler. Broiler wenyewe kitu ambacho anazidi hapa, hawa ni kuku wa muda mfupi. Kwa hiyo hata kufanya makosa ndani ya huu muda mfupi ukifuata vizuri kidogo unaweza ukaondokana na hili jambo. Kwa hiyo hizo ndio ni vitu ambavyo inatakiwa uwe makini sana unapokuwa unawafuga chotara kwa ajili ya nyama. Tuje tuangalie broiler kwa haraka. Broiler faida zake, moja ni kuku wa muda mfupi, unawauza siku 28 tu. Ukiwa na soko la uhakika, hawa kuku unawapeleka sokoni, unawauza na unapata pesa yako ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ni faida mojawapo. Hii inaweza kukutengenezea ndani ya muda mfupi ukawa multiply, umewaleta broiler wengi na kuwapeleka sokoni ukilinganisha na chotara. Na faida nyingine ni kwamba ni rahisi sana kupata first generation broiler. Yaani broiler wengi sana wanazalishwa na makampuni ya kuaminika. Kwa hiyo ni rahisi sana kupata wale F1 ambao wana usumbufu. Lakini chotara kule kwenye chotara kidogo kuna upigaji. Kwa hiyo unaweza ukaagiza chotara ukapewa chotara ambao hawakui vizuri. Lakini uwe makini sana na hapa kwenye broiler. Kuna kuku ambao wanafanana kabisa na broiler lakini sio broiler. Kwa hiyo unaweza ukapigwa na matapeli hapo hapo. Kuna kuku wanaitwa vijogoo. Vijogoo ni jogoo ambao wanawapanda wale layers kwa wale ambao wanazalisha. Na wao ni weupe, wakiwa vifaranga wadogo, wapo kama walivyo broiler. Kwa hiyo unaweza ukaingia kwenye mtego ukaagiza broiler wa kawaida, ukaletewa hao broiler kama utaagiza kwa watu ambao hawaaminiki. Hizi ni baadhi ya changamoto ya faida chache ambazo nimekutajia, lakini nataka pia nikugusie changamoto za hawa broiler. Changamoto za hawa broiler ni bei sokoni. Faida ambayo inapatikana kwenye broiler ni finyu sana. Yaani unaweza kuona broiler mmoja unatafuta shilingi 500 au shilingi 400 kama faida. Kwa hiyo ukifanya makosa kidogo tu ni rahisi sana kupata hasara, kwa sababu hawa kuku wanafugwa kwa wingi sana. Kwa hiyo kwa lugha ya kitaalamu tunaweza tukasema kwamba supply ya broiler, yani wafugaji wanaofuga broiler ni wengi kuliko mahitaji baadhi ya maeneo, hasa Dar es Salaam. Hii inapelekea soko la broiler kushuka. Unaweza kuona broiler moja inauzwa hadi 6500 na hii gharama ya kuwalea ni kubwa. Kwa hiyo hawa kuku inamaanisha kitu kimoja, hasara, kupata hasara kwenye mazingira kama haya ni kugusa tu. Yaani kuku kama inatakiwa mtoe siku ya 28, akikaa bandani kwako siku 3 umeshaingia kwenye upande wa hasara. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Na hawa kuku hawa ni, yani ukizungumzia kuku wa kisasa, hawa ni wa kisasa kabisa. Ukikosea kidogo tu, yani ukifanya mistake kidogo tu, kwa mfano ukawalisha pumba mara moja tu, kimesha chakula ukawalisha pumba mara moja tu, wanaweza wakakubadilikia mpaka usiamini wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni kuku ambao wanahitaji umakini sana. Kwa hiyo nadhani wewe hapa utachagua upande kwa jinsi ambavyo mimi nimekuelezea. Huu mwaka ufuge broiler au ufuge chotara kwa ajili ya nyama.
kwa vile ambavyo nimekuelezea. Na ukitaka mafunzo zaidi ya kujifunza jinsi ya kuwafuga hawa kuku, mfano hawa broiler ambao unaona kwenye hili banda, tunaelekeza namna ambavyo tunawalea tokea wakiwa wadogo mpaka wanakuwa wakubwa. Ada yake ni shilingi 8,000 kujiunga na kundi letu la WhatsApp. Lakini pia tunavyo vitabu hivi hapa. Hivi vitabu bwana vinapatikana soft copy. Soft copy ni kwamba tunakutumia PDF WhatsApp. Kama unataka kukitoa unaweza ukaenda stationari wakakutolea, na gharama ya kitabu kimoja ni shilingi 10,000. Tunakutumia ukishalipia hiyo pesa. Tutafute kwenye namba ambayo unaiona hapo ili uweze kupata mawasiliano ya kwetu sisi tuweze kukutumia hicho kitabu.